Njoo. Wewe una nguvu za kuingia katika nyumba yangu. Subutu tena kuingia katika hii nyumba. Unajifanya mjanja sana. Unaingia kila nyumba, si ndio? Jaribu kuingia hapa. Hey. Na kwa taarifa yako ni hivi, huwezi ukaisogelea familia yangu. Iwe mume wangu au mimi, sawa? Tena ukajaribu nyumba nyingine, lakini sio hapa. Huna nguvu zozote za kunishinda sasa hivi. Tumejipanga kisawa sawa. Sijui umenielewa? Sasa naondoka. Nikirudi tena kwa mara nyingine, nitakuwa wewe na huyo mume wako Aidon. Labda tu nikwambie umeshachelewa. Umeshachelewa dada yangu. Uende ukatafute kazi nyingine na watu wengine, ila sio mume wangu wala mimi. Kweli mganga kazi anaiweza. Ile dawa imeweza kunisaidia kwa leo. Lakini sasa ndo nimeshaipoteza. Sijui hata nitawezaje kujilinda. Cha kufanya ngoja nimpigie Nasra nimueleze hili. Anaweza akanisaidia tena. Jamani, ili si dunguli hili. Yaani yule mwanamke mbaya kweli kweli yule. Yaani kuruga ndio naona kama ndo ufahari. Tu, na mimi na wasiwasi na ilizi. Ndio linamfanya Aidon anakuwa kama zezeta. Yaani kila atakachomwambia yeye Aidon sawa tu. Na vile vile katika hii ilizi kuna masharti yamewekwa humu. Aidon asikubali mimi nimuuzie ile nyumba ile. Yule mwanamke anapenda uchawi jamani. Yaani nguvu hizo angewekeza kwenye mafanikio. Angejenga. Mume wangu, mbona umekaa kivyako vyako huko? Una ajenda gani za siri? We, naomba ukome. Tena usirudie tena kunifuatilia mambo yangu. We katika hii nyumba we kazi yako ni kula tu. Ushibe uende chooni ukaamwage. Usipende kunifuatilia. Pumbavu. Yaani nilijua tu. Nikiongea lazima utanijibu hivyo. Ndio maana sikutaka hata kukuuliza. Bora ningejikalia zangu kimya. Na kingine sasa usichokijua. Shemeji Aidon alikuja leo hapa. Alivyokuja akaniuliza kuhusu ile situation yako ya juzi. Nikanimwambia hivi, ulikuwa umefumaniwa. Hivyo mwanamke una akili wewe? Unapata ujasiri gani kwenda kuambia marafiki zangu mimi nimefumaniwa? Unauthibitisha huo? Mbona kama akili zako pumbavu? Yaani mwanamke hapa mimi mwanamke sina. Wenzangu mnapataje? Sasa tunapoendea huku, ukiendelea kunifuatilia, mimi nakupa nauli unaondoka kwenu. Mimi hela hapa muda wote hapa ipo. Sishindi kukupa nauli sasa hivi ukaondoka kwenu kama mweusi kama mara ya kwanza. Muangalie macho yake yale. Samundu, nakujua. Ungekuwa una hela wewe. Ungekuwa saizi upo huko kwa wanawake zako. Mwanamke jamani, bwana jamini hivi. Yaani unaongea tu nyodo wote ungekuwa kwa wala zako. Yaani utafikiri mimi nipo ukweni. Kumbe wewe ndo umekaa kwangu hapa. Wewe unakunya nyodo au sio? Kwanza kuna kitu kimoja kipo sawa katika umri wako. Mimi nilivyoondoka hapa, kuna nguo nilikuacha nayo umevaa. Hii sasa hivi mbona umevaa nguo nyingine? Baby bana, nilikuwa nimetoka sokoni. Nikajisikia nina joto, yani kama mwili hivi una sweat. Nikaamua niende ndani nikaoge nibadilishe nguo. Tayari. Tayari. Wewe tu usema Aidon alivyokuja, tuliingia ndani tukafanya mambo yetu. Sito mwili wako unawasha kama upupu, unanificha nini? Samundu umeisha. Yaani hapa mwanamke hauna. Marafiki zako wote watajioshea hapa. Kitanda changu mwenyewe, nimekilipia kwa seremala. Unaingiza mpumbavu, anaenda pale kuchikwicha anaondoka, likipita mtaani Samundu lile mwege. Penzi wake tunamuoshea. Sio tunafosikia la. Sawa sawa. Sasa mimi sitaki kuongea sana. Umepika au hujapika? Ndio nimepika. Chakula kipo tayari. Nikuandalie? Umepika kweli chakula cha kueleweka? Maana kwa uchelewe kisafu kukitia ndimu wewe. Nimepika chakula kulingana na ile uliyoiacha. Bwana ndio nakuja.
mwanamke nena wasiwasi naye. Mbona kila siku ananiuza afu mimi simwachi? Namtishia kila siku nitamfukuza. Mimi nadhani kashaniloga tayari. Maana hata wanawake wa vijijini hawashindwi. Haya bwana. Kwanza chakula chenyewe nishaga ili kula. Anaweza kawa amenekea uchawi bure. Ngoja ni mwai waidoni. Hata chakula ulaka kipoa huko. Kwa hiyo unataka kuniambia ile dawa umepoteza? Acha tu mwali wangu. Nilikuwa natoka na jagi nje, nimeweka ile dawa. Na mwaga maji hapa. Ghafla mume wangu akatokea. Nikashindwa kuendelea, ikabidi nimwage yale maji. Si ndio ngamwaga na ile dawa. Haya, kanisimamia kaniambia wote tuingie ndani. Utafanyaje? Ikabidi tuingie wote. Ile natoka nitafute ile dawa mwali wangu. Sioni. Ila mwali wangu ile dawa inasaidia. Kwa sababu yule jini alikuja hapa, ameshindwa kuingia ndani kwangu. Alishukia pale ambapo nimemwaga ile dawa, akashindwa kuingia ndani. Yaani mimi msaada wangu ni mawazo. Wewe toa hofu. Usiogope chochote. Kama aliweza kupa dawa mwanzo na ikakusaidia kujikinga na ule jini, basi ule mganga anaweza. Wewe nenda tena, usiogope. Kamuelekeze kila kilichotokea. Atakusaidia. Lakini sio tena mimi niende tena kwa ule mganga nikamueleze matatizo yako. Kwa heri ndugu yangu. Nilipokusaidia panatosha. Shemeji, saizi. Salama. Karibu mume wangu. Asante. Shemeji, naona na mimi nafika na wewe unaaga kuondoka. Hata hivyo nimekaa muda mrefu sana. Lakini shemeji, kama hutojali naomba nikusindikize. Kuna vitu nataka tuzungumze mimi na wewe. Sawa, hamna shida. Sawa, mke wangu. Ngoja nimsindikize mgeni mara moja. Sawa mume wangu, usichelewe kurudi. Twende shem. Habari zenu? Salama. Wifi, leo nimekukuta tena. Nimekuja kumuona kaka yangu, natumai nakuta nawe ndo unaondoka. Ndio naondoka na wewe nyumbani. Nimefurahi kukuona. Sister. Naomba nisubiri ndani hapo on time. Namsindikiza wifi yako tu mara moja, alafu narudi, sitachelewa. Sawa, hamna shida. Mimi naomba ubaki na dada kwa sababu amekuja kwa ajili yako. So, mimi tena kuchukua pale boda. Hivyo rudi ndani. Utakuwa sawa lakini. Wifi, mimi naondoka tena siku nyingine. Poa, hamna shida, safari njema. Haya, mbele. Yes, sir. Bye. Shem. Kitu ambacho kimefanya mpaka nikuite hapa, mke wangu Nachi amekuwa ni mtu ambaye simuelewi anasumbuliwa na kitu gani. Yaani kuna muda namuona kama ameweuka hivi. Sasa nimeona nikuulize wewe ili swali kwa sababu kwa kuwa ni rafiki yake wa karibu, pengine kuna kitu ambacho kinamsumbua na unakifahamu, basi uniambie. Shem, mimi hakuna chochote ninachofahamu juu yake.
isipokuwa tu mke wako anakupenda sana. Ni hilo tu. Hivyo tu shemu. Mimi ngoja niende. Mke wangu. Mke wangu. Mke wangu. Mume wangu, umesharudi? Nimerudi na kuona hapa ni kama mtu ambaye ana mawazo sana. Unafikiria kitu gani? Hamna chochote kile kinachonisumbua. Umeondoka hapa na rafiki yangu, umeenda kuongea naye nini? Kilichofanya mpaka niondoke na rafiki yako ni wewe mwenyewe. Nimeondoka nahitaji kujua kuhusu wewe. Kwa sababu kwa kuwa yule ni rafiki yako, anaweza kawa anafahamu vitu vingi sana ambavyo mimi sivifahamu. Amekujibu nini? Sikupata majibu ya msingi ambayo nilikuwa nayahitaji. Alichoniambia ni kuwa wewe unanipenda sana mimi. Oh, sawa. Mke wangu, hebu sasa tuache watu wengine wa pembeni wazungumze. Tuzungumze mimi na wewe. Hebu jaribu kuniweka wazi. Ni kitu gani ambacho kinakusumbua wewe? Kuna vitu vyangu tu haviko sawa. Ila vikiwa sawa nitakwambia. Unachotakiwa kutambua mimi ni mume wako. Na chochote ambacho kinakusumbua, basi mimi ndo napaswa nifahamu. Lakini unapokuwa msiri, wala haitosaidia chochote. Au unataka kusolve mambo yako wewe mwenyewe kimya kimya? Okay, mimi niko ndani. Acha nipumzike kidogo. Sawa. Habari yako shemeji yangu? Safi, karibu. Asante. Mbona kama una mawazo? Yaani kama mtu anapoteza kitu. Shida nini? Samundu, mbona kama kuna kitu unakijua? Hapana. Unajua mimi Samundu nina maono. Yaani mtu mimi nikimwangalia macho yake, najua huyu ana shida gani. Sasa wewe nilivyokuangalia, kama una shida, kama kuna kitu umekipoteza hivi. Kwa sababu mimi nataka kijijini kwetu, mimi nilikataa wenyewe uganga tu. Wananchi waliniambia Samundu, kwa sababu una maono, inabidi uwe mganga. Mimi nikasema kazi inaonifaa ni kazi moja, ni kuwa dalali peke yake. Hayo mengine naacha bibi na babu. Una uhakika na unachokisema? Amna. Kwanza tuachane na hayo. Mimi nimekuja kumuulizia rafiki yangu wa Edoni. Vipi, nimemkuta? Yupo. Basi nifanyie msaada wa kuniitia. Au ndio umechoka uweze hata kuita nikuitie mimi mwenyewe? Mume wangu. Vipi bwana Waidon? Samundu, karibu sana nyumbani. Wajifungia ndani ndugu yangu kama utumbo. Nimerudi kupumzika mara moja. Na ndugu yangu unanenepa sasa hivi, ndio yongopi. Tuachane na hayo. Nimeambiwa na mpenzi wangu ulikuja pale ukanikosa. Vipi, kuna shida gani ndugu yangu? Ni kweli nilikuja nyumbani kwako na nilikuwa nahitaji sana kuzungumza na wewe. Lakini kwa bahati mbaya sijakukuta. Lakini ni vizuri umekuja. Nadhani tutoke kidogo tuzungumze pembeni. Sawa, haina shida. Mke wangu. Ngoja nizungumze na Samundu, nakuja sasa. Sawa.
Nilikuwa nakutafuta sana ili unipe habari juu ya ile siku ambayo tulikutana pale njiani. Kwa sababu tulikutana na nilikuona katika hali ya kama mtu ambaye amechanganyikiwa hivi. Hivi ni kitu gani kilikukuta siku ile? Kwanza ndugu yangu, sikutaka hata swali nilikumbuke. Yaani kitendo alichonifanyia ule mwanao Kasuku, yaani mpaka leo inaniuma. Yaani siku ile ndugu yangu, yule mtoto alinikaba kweli kweli, nusu ya kufa. Yaani kukosa ulinzi wa babu na bibi, mimi naye tusingeongea hapa. Ningekuwa nishaenda mavumbini. Ya yule mtoto simpendi hata kumsikia. Tu! Nishamwona kinyesi sasa hivi yule. Samundu, ni vitu gani unazungumza? Mimi sitaki tena kusikia habari za huyo mtoto. Kasuku nilishamfukuza hapa nyumbani. Sitaki tena kumuona. Na sitaki tena kusikia habari zake. Sasa unapozungumzia kuhusu yeye, unaniuzi kwa kweli. Shida yako ndugu yangu, kila watu akija kukuambia unakataa. Watu kama sisi wambea, sisi washenzi. Sisi tunakwambia ukweli, huyu mpenzi wako sasa hivi kuna vitu anakufanyia. Anaenda kwa waganga kutwa nzima anakesha. Shida yako Idoni wewe usikii. Yaani sasa hivi akili zako wewe zimekuwa ziko sawa kabisa. Yaani mambo yako wewe kama remote, yaani unaenda tu, unaenda. Mke wako sasa hivi ana bonge la ilizi. Na hilo ilizi ndio linakufanya sasa hivi unakuwa mbishi, ueleweki. Pumbavu sana wewe mwanangu. Unashangaa nini? Huo ndio ukweli, mke wako anakuroga. Zinduka.